السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي الصالحين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين وعلى آله وصحابته غر الميامين. أما بعد، إخوة الكرام، katika darasa yetu ya leo tunataka kuitafuta tathmini ya pamoja, na tutaegemea kwenye aya ya Mwenyezi Mungu inayosema balil insanu ala nafsihi basira, bali mwanadamu juu ya nafsi yake ni mwenye kuiona. Mwanadamu ni mwenye kuiona nafsi yake, anaitambua vizuri nafsi yake. Kama ni tathmini ya sawasawa, basi mwanadamu yeye mwenyewe anaweza kujitathmini kwa kiasi kikubwa kuliko kutathminiwa na mtu mwingine. Na hapa tupo katika kipindi ambacho tayari zinasikika kauli zikisemwa muwadda'un ya Ramadhan, muwadda'un ya Ramadhan, ikiwa zimesalia ni siku mbili au moja, ikiwa Ramadhani inatuondokea. Ramadhani inaondoka na sisi tukiwa ndio tuliopewa Ramadhani. Kwa fadhila zake Rahmani akatupa Ramadhani ili iweze kuwa ni hidayah kwetu. Ramadhani uweze kuwa ni muda adhimu kwetu kutenda, kujifunza, kufanya yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuagiza tuyafanye. Ukiwa Ramadhani ni muda maalumu wa sisi kutengeneza nyoyo zetu katika kumrudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa Ramadhani ni kipindi adhimu cha sisi kujifunza kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa Ramadhani ni wakati mahsus ambao mja anaweza kujizoesha ibada mbalimbali kuzifanya ili kwake iwe sahali katika miezi mingine inayofuata awe amezoea kufanya ibada mbalimbali, kama vile kusoma Qur'ani mara kwa mara, kama vile kutekeleza ibada za swala tano, kama vile funga za sunna, kama vile funga za sunna, kama vile siku za Alhamis na Jumatatu, kama vile funga za mwezi ayyamul bayd wa mwezi 13, 14, 15, zile funga nyeupe za mwezi. Lakini funga mbalimbali, kwa kuwa tayari moyo wake umepita katika mapito ya saumu, moyo wake umepita katika mapito ya ibadat, moyo wake umezoea kukunjuka kutoa kuwasaidia wanyonge. Ikhwatal kiram, enyi ndugu watukufu katika imani, hebu basi tujiangalie pale tunaposikia kauli muwadda'un ya Ramadhan, pale inapoagwa Ramadhani na kuelekea kuondoka, vipi moyo wako unahisi? Unahisia gani katika tukio linalokwenda kutokea muda mfupi kuachwa sisi na Ramadhani, ikiwa imeondoka na fadhila nyingi ambazo Allah ameziweka ndani yake? Ikiwa ulitumika kuchuma, ukajipinda katika ibada, basi utakuwa umepata yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyakusudia tuyapate. Na ikiwa ulizembea, ukashiriki kwenye karata, kwenye keram, kwenye televisheni, ukawa wewe muda mwingi unaotupa kwa kuyafanya hayo bila ya kujali kwamba upo katika msimu wa kuchuma na kuvuna, je, moyo wako unahisi vipi kuondokewa na Ramadhani? Au wewe ni yule ambaye unaona sasa unakwenda kuwa huru? Ulikuwa katika gereza na uhuru ukakupotea, sasa unakwenda kuupata uhuru wa kuyafanya yale ambayo ulizoea kuyafanya. Au wewe ni yule ambaye unaona sasa unakwenda kupata muda wa kutenda yale ambayo unataka kuyatenda hata kama yanamkasirisha Mwenyezi Mungu? Au wewe ni yule ambaye unaumia, unachinjika katika moyo wako kwamba sasa unaondoka mwezi ambao uliweza kudhibiti moyo wako, unaondoka ule mwezi ambao uliweza kudhibiti matamanio yako, ukamwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uliweza kujilazimisha kuyafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu anamridhisha, ukaweza kujilazimisha kuyawacha yale ambayo Mwenyezi Mungu anayachukia. Wewe ni katika watu gani? Iulize nafsi yako, wewe ni yule ambaye unachukia kuondoka Ramadhani, unaumia? Au wewe unafurahia kwa sababu sasa utapata kutekeleza ahadi za maasi, kwa sababu sasa utapata kusema uongo, kwa sababu sasa utapata kudhulumu ya nafsi,
ya nafsi, ewe nafsi, usende kuchafua kile ambacho ulikitengeneza kwa muda wa siku 29 au 30. Ewe nafsi, huzunike kwamba anaondoka mgeni mtukufu, mgeni ambaye alikupa muda wa kuwa karibu sana na Mola wako. Ewe nafsi, huzunika kwa kuwa unaondoka muda ambao ulikupa wasaa wa kumdhukuru Mwenyezi Mungu sana. Lia, umia na urejee kwa Mola wako ndani ya siku moja mbili zilizobakia. Ewe nafsi, umetumia muda wako kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha. Umetumia muda wako kutubu kwa madhambi uliyoyatenda. Ewe nafsi, unajua ya kwamba huna uhakika ya kwamba Ramadhani inayokuja wewe utabakia. Ulipoingia mwezi huu, wale waja wema walisujudu wakashukuru kwamba wameudiriki mwezi wa Ramadhani kuuingia tu, na mwezi huu unakwenda kuondoka, mwezi huu unaondoka. Sasa wale waja wema hurudi wakasujudu wakamdhukuru Mwenyezi Mungu na kumshukuru kwamba wamediriki Ramadhani yote kuifunga. Ni neema kubwa iliyoje. Kuna kundi la wenzetu ambao tulianza nao Ramadhani lakini hatukumaliza nao. Ewe nafsi, umetafakari haya? Umetafakari kwamba wewe ni mtu ambaye Allah alitamani na Allah ana mapenzi kwako ya kutaka ubadilike, usamehewe dhambi zako zote? Ndio maana inamaliza Ramadhan kwa wale waliofunga vizuri, wakasimama vizuri katika kumwabudu Mwenyezi Mungu nyakati za usiku, wakadiriki kuyafanya yale ambayo Allah anayaridhia. Ramadhani inamaliza hali ya kuwa wamesamehewa madhambi yao yote. Ewe nafsi, umetafakari juu ya haya? Ewe nafsi, umefikiri kwamba wewe Allah amekutengenezea njia ili miezi inayofuata uishi kama ulivyoishi ndani ya Ramadhani? Ewe nafsi, umepata kufikiri ya kwamba Ramadhani mchana wote ulijizuia na chakula ambacho ulikuwa nacho, umejizuia na maji ambayo yapo, umejizuia na matamanio kuyatenda hata yale ambayo ni halali kwako kwa wakati wa mchana mpaka jua linazama, umejizuia. Hivi umetafakari ya kwamba mfano wa mchana wa Ramadhani ni mfano wa maisha haya duniani? Kwamba ndani ya dunia kuna mambo ambayo ni halali na kuna mambo ambayo japo si halali lakini yana uwezekano kuyapata kwa pesa zako, kwa nguvu zako, kwa mvuto wako na uzuri wako, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakuwekea njia sahihi za halali kuyafikia hayo, na akakuzuilia mipaka, akakuwekea mipaka kujizuia kutoyafikia hayo. Umetambua kwamba mchana wa Ramadhani ni wakati wa maisha ya dunia, ni mfano wa maisha ya dunia, kwamba kuna vitu vipo lakini unajizuia, unakuwa na subra kwa sababu ya kutaka kumridhisha Mwenyezi Mungu. Na umetafakari kwamba usiku wa Ramadhani ni mfano wa akhira, ambako kila kitu kinakuwa huru. Kwa akhira mambo yanakuwa huru, kwa akhira unaachiwa ustarehe, kwa akhira unakwenda kupata starehe ya milele. Umepata kufikiria ya kwamba wewe mja, Allah subhanahu wa ta'ala amekupa nafasi adhimu, amekupa Ramadhan, amekupa muda wa kutubia, wa kurejea kwa Mwenyezi Mungu. Basi usiache yale mazoea ambayo ulizoea kuyatenda ndani ya Ramadhani ya kheri, usiache kuyatenda pale ambapo utaingia katika miezi ya kula mchana kuanzia Shawwal. Ewe mja, tafakari kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tayari ameshakufungulia milango ya yale mazoea uliyoyazoea, basi kuendelea nayo katika miezi ijayo ya kula mchana. Na hii ndiyo darasa ya Ramadhan, na huu ndio mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ili sisi tutengenee nyoyo zetu. Vipi kiwango cha tawadhu yako kwa watu? Vipi kiwango cha tawadhu yako kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Unyenyekevu wako, je, moyo wako umelainika? Moyo wako umelainika kusikiliza yale ya kheri, au moyo wako bado uko mgumu vile vile? Ramadhani imekufunza chochote? Jiulize, jitathmini, halafu jiangalie ulipotoka, ulipo, na wapi Mwenyezi Mungu anataka wewe uelekee, wapi Mwenyezi Mungu anataka wewe uende. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alisema, kullu ummati yadkhuluna aljanna, ummati wangu wote utaingia peponi, illa man aba, isipokuwa yule atakayekataa. Kila pakasemwa, masahaba wanashangaa, wanasema waman yaba ya Rasulullah, ni nani atakayekataa kuingia peponi ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Ya Rasulullah, nani atakataa kuingia peponi?
Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man ata'ani dakhala aljanna, atakaye nitii mimi ataingia peponi, atakaye nifuata kwa maagizo nilokuja nayo ataingia peponi. Wa man asani faqad aba, na yule ambaye ataniasi mimi, atakataa ujumbe wangu, hatofuata maagizo yangu, basi huyo ndiye ambaye amekataa wito, amekataa kuingia peponi. Ikhwata alkiram, ukiangalia Ramadhan tunavyosamehewa madhambi, lakini tunavyolipwa ujira si kawaida. Tunalipwa kwa kiwango kikubwa sana, kwa mafungu. Ikhwata alkiram, ni njia za Mwenyezi Mungu kuturahisishia kuipata pepo yake, akiwa ameifunga milango ya moto na kuifungua milango ya pepo ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka sisi tufikie mahala pakubwa, mahala pazuri, mahala ambapo pana thamani kubwa baada ya maisha haya ya ulimwengu. Ikhwata alkiram, ni kama jana na juzi tumeianza Ramadhan, lakini leo Ramadhani inaondoka. Ikhwata alkiram, ayyama ma'dudat, ni siku chache. Vile vile alivyotuambia Mwenyezi Mungu ndivyo inathibiti, kwa ni siku chache mno. Umetenda nini huu muda mchache uliobakia kuimaliza Ramadhan? Hebu fanya jambo la kumrejea Mwenyezi Mungu. Tubia. Umezini, umeiba, umedhulumu, umeua, rejea kwa Mwenyezi Mungu. La taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa katika rehema za Mwenyezi Mungu. Allah hataki tukate tamaa. Yeye ni Ghaffar, yeye ni Tawwab, yeye ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kupokea toba. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.